Basi nadhani mjazoea hiyo salamu ya Utatu Mtakatifu, lakini kama Wakatoliki salamu ya kwanza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ya pili inaweza kuwa Bwana awe naye, na pale unaposema nao wako au kama Utatu Mtakatifu inatumika kwa sababu kuna nafsi tatu, nasema ni vitu vitatu vinaomba. Kwa hiyo kusema hiyo kwa swala la Kiswahili wala swala la neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Mtakatifu viwe nanyi nyote. Leo ni Jumapili ya 20 ya mwaka wa Kanisa. Mama Kanisa au kanisa zima tunaalikwa kutafakari juu ya upendo wa Mungu Baba usio na mipaka. Mungu ambaye anakusanyia watu wake kutoka kila kabila na kila taifa, lakini kuwakusanya hao watu anawatumia watu wengine, anawatumia watu wa mataifa au mtu fulani kuwaongoza watu wengine kutokana na yeye mwenyewe. Zamani aliwatumia taifa la Israeli ili kuonesha sisi wengine njia ya kujua Mungu, kwamba kuna Mungu mmoja na huyo Mungu mwenye upendo na ni mwaminifu. Lakini katika Agano Jipya anaendelea pia kuwatumia Israeli. Israeli hapa wameanza kupoteza ule wito wao wa kuwa watu wa mwanga wa mataifa mengine, kwa watu wa kuelekeza njia ya Mungu mataifa mengine. Ndio maana Yesu tunaona anafanya kitu cha tofauti. Anapokuja mwanamke Mkananayo ambaye mtu wa taifa jingine ambaye sio wa kabila la Israeli waliouawa wa Israeli, Yesu anamponya kwa sababu ya ile, anamponya mwanaye kwa sababu ya ile imani aliyokuwa ameibeba. Yesu hapa anataka kuwapelekea ujumbe kwamba imani ambayo Mungu anatupa usiku wa kulinda vizuri, Mungu yeye mwenyewe kujiulia watu wake, na kupitia watu hao anaweza akatuelimisha sisi kama tuko tayari kupokea mafundisho, au akawaelimisha wengine ambao wako tayari kupokea mafundisho. Nasi pia kama Wakatoliki katika jamii zetu, katika dunia zetu, tunawekwa kama ishara ya wazi kwa ajili ya kuongoza wengine kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia kwa sababu hiyo tumeombwa. Lakini mara nyingi tunajikuta tukiwa hatuna uwezo wa kuongoza wengine. Basi tukizidi kutafakari juu ya Mungu, tuungane na wenzetu katika nia mbalimbali za misa, ambao kwanza familia ya Masilimu inakumbea mtoto wao katika Masilimu pumziko la amani mbinguni, kuombea marehemu Kapteni Christian Gonyani, John Mjae, John Dominicus Kihaule, Emilia Haya Dominicus Kihaule, pumziko la amani mbinguni kwa kumwombea marehemu Christian Teja ambaye amesamehewa kutoka aliponi kwa Mungu, pia familia ya Mungu kwa maisha yake hapa duniani. Kwa amani kwa watu wake, ombea marehemu Solaka Teja Liakwila na marehemu wote pumziko la amani mbinguni. Naomba na familia waombea kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, amshukuru Mungu kwa ulinzi na usimamizi katika familia yao. Naomba na familia kuombea wapate wapatia yetu wazidi kuimarika katika utume wao. Umeombwa na Kristo mmoja. Kuombea watawa wa parokia yetu, Mungu azidi kuwatia nguvu. Umeombwa na Kristo mmoja. Kuombea marehemu George Hassan na kushukuru Mungu Gloria sana pumziko la milele. Anaombea wanaye
Chalia, Edward Chalia, Humphrey Mrema, Pascal Shayo, Cecilia Pascal, and Mary Fremini. Nimeombwa na Kristo mmoja. Namshukuru Mungu kwa neema zake na baraka juu ya maisha yake, na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, naombea ulinzi juu ya mtoto wake Kevin Mercy na Jordan Jonathan Jeremiah na Eric Garis. Kumshukuru Mungu na Kristo mmoja. Kumshukuru Mungu kwa yote aliyowatendea katika familia yao. Naomba historia kurasa kuwaombea baba yao aliyeponyaji katika kipindi hiki kigumu. Naomba historia kurasa kuombea ulinzi wa Roho Mtakatifu katika familia yao. Naomba historia kurasa kumshukuru Mungu kwa kuokoa katika ajali na anamwomba ulinzi na afya njema ili aweze kuwa na majeraha aliyopata. Inaombwa na Trespoy Moses. Kumshukuru Mungu kwa baraka na neema alizowajalia katika maisha yao. Anaomba Mungu aendelee kuwalinda, kuwapatia afya njema, amani na upendo katika ndoa yao. Naomba Mr. na Mrs. Trespoy Moses kuombea marehemu Simeoni Mpanda aendelee kupata pumziko la milele mbinguni. Naomba na Kristo mmoja. Pamoja na hiyo zoea za misa tulizozisikia, tuunganishe na nia zetu za misa za leo, ili kwamba sisi tuwakosefu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya.
pia tuwaombee wale wenye uchungu na huzuni moyoni na duniani. Tuombee.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume kwa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu, huenda nikapata kupatia wingi waliojaa moja kidini na kuokoa baadhi yao. Maana ikiwa kufa kwao kumeleta haki yao, maana ikiwa kufa kwao kumeleta patanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si imani wanayokufa? Kwa sababu karama za Mungu hazina malipo, wao ni wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu
Yohana mwana wa Maria. Binti yangu amekagawa sana na pepo, wala yeye hakumjibu. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa Bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akawaambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Inawezekana kweli kabisa ni Jumapili, lakini wakati mwingine tunakuja kanisani ikiwa sio kwa sababu Jumapili, wengine tunakuja kwa sababu amri tu, na wengine tunakuja kwa sababu ya kubeba uchumi moyoni, lakini kuna namna ya kuendelea kushukuru ya wimbo wa haleluya shangilia, ambao tunasema haleluya haleluya. Kwa hiyo pale sababu shangilio si vema pale inapoenda shangilio bali tunakuja mikono, kwa sababu nani hapa kwetu sawa sana joto ni. Kwa hiyo tusikia bali tumsifu Yesu Kristo, lakini kuna ile wakati hilo linaendesha kushangilia Mungu, ikiwezekana vema. Ni kweli imani yetu imezaliwa katika nchi ambayo ilikuwa kusherehekea nchi ya Israeli, lakini tukakulia katika nchi ambazo kusherehekea kwao ni kuiva kwa hisia, wala sio kushangilia sana na maisha ya nchi za Ulaya. Kwa hiyo tulipokuja kuipokea mwanzoni kuwa sio namna ya kushangilia, lakini baadaye tukaja kutamanisha na ndio zikubwa nyimbo ambazo zina burudani kidogo kwamba zilingane na tamaduni zetu, na ndio maana kufanya na ule wa wimbo wa kwaya inaweza kufanya kushangilia, inaweza kufanya tofauti na haleluya za mzee, haleluya ambazo zina asili ya Ulaya. Weka shida chini, tupa mikono, tushangilie. Tumsifu Yesu Kristo. Tushangilie Mungu pamoja. Hiyo ilikuwa wimbo wetu katika wimbo wa katikati. Kama mmesikiliza vizuri, kwa wale wanaopenda sana kusoma vitabu vya fasihi, mtagundua tulikuwa tunaalikwa kumshangilia Mungu, kumtukuza Mungu. Kwanza katika somo la kwanza, mataifa yanaalikwa kufikia hadi Isaya akisema watu watakuja kutoka sehemu mbalimbali na watatolea Mungu dhabihu gani? Dhabihu ambayo sisi tumekuja kutolea kama wakati leo tunaita Ekaristi. Ekaristi ni sadaka ya shukrani, dhabihu ya shukrani kutoka kwenye neno Ekaristia, sadaka ya shukrani. Tumekuja kutolea Mungu sadaka ya shukrani. Je, tuna haki ya kununa? Tumsifu Yesu Kristo. Muulize mwenzako, unayo haki ya kununa kweli?
basi kama hatuna haki ya kuvuna, ndio maana tunaalikwa tena. Baada ya Isaya kuwa ametualika, Mzaburi akaongezea kwa ya kukimbia kwa uzuri pia kwa kuguruza, lakini na pia kuna hizi mbili wao kazifahamu. Mungu anasikiliza watu na katika ukimya bado yeye anajibu. Katika ukimya anatujibu sote, kila mmoja sala yake, na hicho ndicho Yesu alichoanza nacho baada ya Isaya kuwa amewaalika watu. Hapa Isaya anawaalika wana wa Israeli wakiwa utumwani wa Babiloni, alipokumbusha kwamba mataifa yote ya Israeli imesambazwa kama taifa, sio kwa bahati mbaya, kwa sababu Mungu alitaka aonyeshe kwamba yeye ni watu wa Mungu. Lakini kumbuka, Waisraeli ni watu wanakuwa watumwa. Je, Mungu anasikiliza sana za hao wale watumwa? Kama alikuwa anasikiliza, kwani anawacha Israeli wakaenda utumwani? Kama kweli Mungu anasikiliza sala zao, taifa lake leo takatifu na leo tuko utumwani, lakini bado Isaya Mungu anasikiliza sala zao, hakuwaleta kwa bahati mbaya, waweka ili muwe makazi kwa taifa. Na ndio maana anaungana kabisa na Mzaburi kwa watu wote wakuja kushukuru, hata hao ambao wako Babiloni wa Babeli, kuna siku watamlilia Mungu na Mungu hata wabariki na mataifa yote yatakuwa katika Mungu. Leo Yesu katika Injili anaonyesha kitu tofauti na hicho. Anaonyesha kukaa kimya katika moja ya kwanza la mwanamke Mkanani kutoka katika sehemu ya Kanaani. Anakuja mbele ya Yesu, anakuja kama kila mmoja wetu, anakuja mbele ya Yesu, anamwambia Bwana, mwana wa Israeli, mwana wa Daudi, umrehemu binti yangu, umrehemu binti yangu. Anakuja na kwa kilabu yake nzuri, lakini Yesu hapa yuko anajifanya alipokeza na mambo mengi, sio kwamba alipokeza na mambo mengi, sio kwamba hajasikia, anaendelea na shughuli zake, hataki kujibu ile alichosikia kutoka kwa Bwana. Na sisi wakati mwingine mambo yetu baba ya roho, Yesu hufanya kama hajasikia, lakini anayekubali, sababu akili ya binadamu leo haijaishi na weusi weupe, uwe kabila lolote, kuanzia kusini mpaka kaskazini, mashariki mpaka huko magharibi, wote tuna tabia moja, tuna tabia ya maadili ya kutafuta miujiza kuliko kutafuta kuwa kima. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna tabia ya kutafuta miujiza, kutafuta imani yetu kuwe na kuongezeka. Nacho ndio kinachoongea, sababu yanatokea matangazo kwenye mitandao ya kijamii ya kwenda kwenye mkesha huko, lakini sikuenda bali
hakuna kitu ya Mungu. Lakini Mungu anakujenga kwamba kwa imani kuliko kutafuta miujiza. Na Yesu anachomaanisha mwanamke anakuja kusema mwana wa Daudi, neno la kwanza anamuona kama mtu wa kawaida, kweli mwana wa Daudi, mwana wa Israeli, lakini Yesu anakaa na baadaye wanaenda kuombea sala mitume wa Yesu, wanafunzi walikuwa wanamzunguka, na hii imekumbusha mdada mmoja aliyekuwa wakati anafanya kuomba, alikuwa anamwomba padre, akamwombea padre, akamwombea kwa mwanangu kwa imani kafanya mdada. Baada ya miezi mitatu akaona mdada akiajiriwa, akamsema padre ana imani, alimwombea sijapata chochote. Tumsaidie padre hana ameniombea hakuna chochote. Tumsaidie Bwana Yesu anaenda kwa Yesu akamwambia, huyu mwanamke anakuja mbele jamani, tena chochote ili aondoke. Yesu akamwambia siku hapa na wanafunzi wale wanatafuta miujiza, pamoja na kwamba wanatembea na Yesu bali imani yao haijakuwa, wanamtafutia mwanamke miujiza ili aondoke, wanatafuta kutoa usuluhu. Na sisi katika maisha yetu tofauti na hawa, wakati mwingine pakuja kwa padre kusema kwamba tuombe basi miujiza utendeke, Yesu aende. Lakini mwanamke anaenda kama anapoona hali yote ya shirikani, hatua zote hizi zimeshirikana, anakuja hatua ya tatu. Hatua ya tatu imani yake inaanza kukua. Hatua ya tatu inakuwa kwamba huyu sio mwana wa Daudi, bali kuna Mungu ndani yake. Ni Kristo anakuja, anapiga magoti, anasujudu. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi kuna watu wengi tunakuja kanisa tunasema kupiga magoti kwa kanisa ambapo Yesu anakaa. Baada ya kuona kwa vile tumesahau kwa kupiga maji ya baraka kubali. Sema Mungu naingia katika nyumba yako, nikazie kwa mkono na uniepushe na majaribu katika nyumba yako. Najua asilimia ya msingi ni sawa kwa tumsifu Yesu Kristo. Yesu anakuandaa kuwe katika imani. Kama mwambie mwanamke bado mara kama hapana, hatuwezi. Anatumia neno la kengele kabisa, ambalo ilikuwa ni lugha ya wana wa Israeli wa mataifa mengine. Walikuwa na wana mataifa mengine kama wanyama tu, tena wanyama wa kufugwa, nyama wa kufugwa kama mbwa. Kwa Kiswahili tunaita mbwa alikusu. Uongo kweli. Lakini Yesu anatumia lugha ambayo wanaelewa. Na Mungu anataka kuongea sisi anatumia lugha ambayo tunaelewa. Sema siwezi kuchukua chakula cha watoto nikaushia na mwanamke hapana. Wakati mwingine mgeni anapotuliwa mbali hapana, tunatafuta namna nyingine ya kujibu maombi yetu sisi wenyewe. Mwanamke yule hapana, alibaki akaangalia Yesu akamwambia ni kweli, akajishusha. Kitu cha kwanza akisema ni kweli au ndio, anatambua uwepo wake mbele ya Yesu, kwamba mbele yako wewe mimi ni mdogo, hata huyu Mungu amenisemea ni mkubwa, kwa sababu kuna mbwa wanabaya, sio? Kuna mbwa wanabaya, sio? Sinaenda kuanulia vyakula supermarket, sio? Lakini mwanamke hajasema hata mbwa ananunuliwa chakula, akasema ndio, lakini hata mbwa kula makombo yanayoondoka katika meza ya mwanadamu. Huyu ni kwa kombo kwa chakula, akaenda kuondoka kwa jana. Anashusha zaidi. Yesu amekuweka hapa, lakini yeye anaenda chini mpaka huko. Wangapi katika tunashika Yesu pale ndiye anamshika. Mwangalie mfano wa Yesu. Mwangalie Yesu. Tunasema kushika. Mwangalie macho. Wangapi katika yeye mmoja anataka kujibiwa, tunahangaika. Tunaanza kutafuta kwenda huko kwenye imani, kutafuta kwenda mafuta. Nani alikwenda mafuta yanakata? Mafuta yanakata. Tumsifu Yesu Kristo. Basi huyu mwanamke anafundisha kushusha, kuwa na subira. Tunamwamini mwenzetu mwana salasala na nadhani mapokezi aliwahi kuandika
kuna kitabu chake cha sala sitaki kuongelea neno ndani kama sala zenyewe, lakini neno lenyewe nguvu ya sala. Huyu mwanamke mpana nayo anakuonyesha nguvu ya sala atakaposikiliza mpira kama kulingana na wanavyokueleza stori, lakini mimi sio mtu anakuonyesha nenda na lengo langu, nenda na mlango iweke kwa Mungu na kuwa Mungu, endelea kumlilia Mungu na Mungu anapokujalia hilo, sio kwamba anakupa kitu kwamba basi kukupa kama muujiza. Mungu anakupa ili uwe mwalimu kwa wengine wanaotafuta vitu kama hivi. Mungu anapokuinua huyu mwanamke naye anawafundisha wana wa Israeli kwamba pamoja na kwamba wokovu umekuja pale mbele, lakini hata mataifa mengine kwa imani yao kwa kuzidi kutambua Mungu kama vile alivyotambua Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, akapiga magoti akajinyenyekeza akatoa sala yake kutoka moyoni, atawainua mataifa mengine na akawapatisha. Hicho alichokwambia Paulo katika barua yake kwamba wokovu ulikuja kwa ajili yetu, lakini kwa sababu mlimkataa akaondoka, na sisi na kushindwa kunyenyekeza wokovu unaondoka. Baraka iliyoandaliwa kwako leo inaweza kuwa baraka ya jamii yategemea namna mbaya. Na mwingine alikuwa naomba mambo mengi, lakini anashangaa inaenda kwa jirani yake, ni kwa sababu alikuwa naomba kwa roho ya mashindano na sio kwa roho ya kutaka kujua. Tumwombe Mungu basi kwa hiyo, yaani uwe katika imani, uwe katika mapendo kama huyu mwanamke alivyopenda baadaye, bado akampenda Yesu pamoja na kwamba Yesu alimjibu kwa lugha ambayo inatisha, akajua kumshusha. Tupende kunyenyekeza mbele ya Mungu naye
Yesu hakutangaza habari za Injili kati ya mataifa, aliwaachia mitume wake kazi. Tutaitikia
dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusifu unyenyekevu, mfalme ambao wakuja kutolea ili utakase upende kutakatifu za kwa Roho huyo, ili iwe mwili na damu ya mwanao Bwana Yesu Kristo aliyekuwa Mungu kuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate na kushukuru, alibariki akawapa wafuasi wake, akaumega akawapa wafuasi wake, akasema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula kwa kikombe na kushukuru, alibariki akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano kama kwa ajili yenu na wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hili kwa ukumbusho wangu. Na wote, Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako, kwa kusanyiko lako wanaokutoka popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako mzee marehemu, na hasa wale tunaokuombea msafiri kwa ajili yao, tunawakumbuka leo
na uendelea dunia kuwa kupendeza, nasi tunatumaini kufikia katika mafanikio pamoja shule wako kwa njia ya Kristo na wetu na maisha yake na magari ya ulimwengu mema yote.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walio katika ya mwana-kondoo. Amen.
makamu mwenyekiti Rita Parokiani. Bapak